kinara wangu wa wakati huo Raila aliniambia ya kwamba iko mazungumzo. Kusema ukweli, alikuja akatuambia na iko wengine wetu hatukuwa tunaridhika. Na mimi nikamwambia kutoka mwanzoni, sitaki kuwa miongoni ya wale watakaa kwa hiyo meza. Nilikuwa nimejiondoa. Lakini wakati alibuni hiyo kamati na hakuweka mtu hata mmoja kutoka Mount Kenya, nikamwambia ongezea Kioni. Wakakataa. Wakasema watamuongeza mazungumzo ikiwa imeanza. Hakuongezwa, aliwekwa kwa dirisha. Dirisha ni technical team. Sababu hauko kwa meza, uko kule mbali. Kama ingekuwa ni jikoni, harufu ya upishi ndio itakufikia hapo nje. Kwa hivyo, mimi sikuridhika na hiyo mazungumzo. Na wakati NADCO report ilikuja, tarehe 7 mwezi wa Disemba 2023, wakati huo tukiwa NARC Kenya, tulisema wasi tukatoa press conference ya kwamba tumekataa hiyo makubaliano ya NADCO. Na mimi nakwambia Mkenya hata wa leo, usiambiwe ati NADCO ni muhimu kwako. Sio muhimu. Hiyo ni kazi kwa vigogo. Mambo yako ilikuwa ni gharama ya maisha, cost of living. Haiko kwa NADCO, haiko kwa ile mkataba. Hakuna jambo hata moja inasema mambo yako itaangaliwa. Ukiangalia mambo mingi, hata ile inakuhusu ya utekaji nyara na kuheshimu haki za kibinadamu, unaona ikiendelea kutupiliwa mbali kama jana. Mkataba ulikuwa ni wa Jumamosi, Sunday wewe umepigwa mwananchi. Umetupiwa tear gas. Na SHA na SHIF yaendelea kukutesa. Hakuna jambo limegeuka. Watu wamesalimiana, sasa wako kwa mbio za kuuliza zile kasi ulisema utanipea ziko pande gani. It's a mad rush. Haikuhusu wewe.